الحمد لله الذي وفق من اجتباه من عباده للتفقه في الدين ونوه بذلك في الذكر الحكيم بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين القائل خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أما بعد. katika majlisi iliyopita tulitoa utangulizi juu ya madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, hususan kwenye tarjama yake tukamwelezea yeye ni nani, kutafuta kwake ilmu, mashekhi zake na wanafunzi wake na usuli za madhhabi yake na wanachuoni waliopita katika usuli yake na kueleza madhhabi yake. Sasa hii ni sehemu, tunaweza kusema kama ni sehemu ya kwanza katika kuelezea madhhabi, lakini kuna sehemu nyingine ambayo tunatakiwa tuijue ili tuweze kusoma madhhabi haya kwa njia ya wepesi. Tukisema turuke tuende mbele tutaweza kufikia kwenye lengo tunalokusudia, na masaili mengi itatulazimu kutolea maelezo katika kila tunaposoma, wakati kumbe tungeweza kutoa maelezo ya jumla hapa mwanzo. Kwa nitajitahidi katika dakika chache niyazungumzie hayo ambayo nilikuwa nimekusudia kuyazungumzia kuhusiana na madhhabi. Jambo la kwanza muhimu la kujua ni hukumu ya kufuata madhhabu. Wanawachuoni wanalielezea vipi jambo hili? Mtu akawa afuata madhhabi ya Shafi'i au madhhabi ya Malik au madhhabi ya Abi Hanifa au madhhabi ya Hanbal, nini hukumu yake? Wanawachuoni wanaelezea vipi jambo hili? Kwanza tufahamu kwamba hizi madhahibi nne za Ahlus-Sunnah wal Jamaa ndio njia nzuri kabisa ya kuweza kumfikisha mtu kwenye kufahamu kitabu na as-Sunnah kwa ufahamu ulio sahihi. Vinginevyo itabidi uje na usuli zako za kufahamu. Tayeb, tafuta kitabu na as-Sunnah ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Sawa? Diraya na misingi ya kuweza kuliendea hilo unayo? Sasa watu washaiweka hiyo misingi, wamekurahisishia. Kwa hiyo kuifuata ile misingi iliyowekwa na wanazuoni katika kufahamu kitabu na as-Sunnah ndio hiyo itamadhu. Sasa hili ni jambo jaiz, bali za kusema ni wajibu, hasa kwa mtu ambaye bado hajakuwa na ahliya, hajakuwa na nyenzo za kumsaidia kujitegemea yeye. Ni jaiz, bali za kusema ni wajibu katika jambo hilo. Na wanawachuoni wa Ahlus-Sunnah wal Jamaa wamelizungumzia jambo hili. Tutataja baadhi ya kauli zao. Mtazitaja baadhi ya kauli, mfano kauli ya Sheikh Muhammad bin Ibrahim na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, ili kufupisha kwa sababu wakati utaruhusu. Katika fatawa nambari 235 alipokuwa akizungumzia hukumu ya tamadhhub walintisabi ila ahad al-madhahib al-arba'a au ahad al-a'immat al-arba'a, akajibu rahimahullah at-tamadhhub bimadhhab min al-madhahib al-arba'a سائغ
mtu kufuata madhhab kwa madhhabi au kujinasibisha na madhhab katika madhhabi ya moja katika madhehebu nne ni jambo lenye kujuzu, bali huwa bil ijma'i, bali jambo hilo lenye kujuzu kwa ijma'i, maafikiano na wanachuoni, au kal ijma'i, au ni kama ijma'i, wala mahdhura fihi, na wala hapana lenye kutahadhariwa ndani yake, kalimtisabi ila ahadi al-arba'a, kama vile kujinasibisha na mmoja kati ya wanne, fa innahum a'immatun bil ijma'i, kwa sababu wao ni maimamu kwa ijma'i ya wanachuoni. Wannasu fi hadha tarafani wa wasat, watu katika jambo hili wao katika ncha mbili, pande mbili, na kuna msimamo wa kati. Qaumun la yarawna at-tamadhhub bi madhhab mutlaqan wa hadha ghalat, kuna watu wao hawaoni kufaa kufuata madhehebu yoyote, na hili ni jambo la kimakosa. Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh wake Sheikh bin Baz rahimahullah, ndiye alikuwa mufti kabla Sheikh bin Baz rahimahullah, mufti wa mamlaka. Kisha akasema wa qaumun jamadu ala al-madhahib, na kuna watu ambao wamegandana na madhhab, wamekuwa na jumudi katika madhhab, wala altafatu ila bahth, wala hawakutaka kugeukia kwenye bahth. Madhhab imesema atafuata, hataki kufanya bahthi kwa masala haya na dalili hayana ya sawa au si sawa, yeye madhhab, sisi madhehebu yetu ni hivi. Kuna watu wako namna hiyo. Wa qaumun ra'u anna at-tamadhhub sa'ighun la mahdhura fihi, na kuna watu ambao wanaona kufuata madhhabi ni jambo lenye kujuzu na hapana chenye kutahadhariwa ndani yake. Fama rajaha ad-dalilu ma'a ayi ahad min al-arba'a wa ghayrihim akhadhu bihi, wakati wowote itakapokuwa na nguvu dalili pamoja na yoyote katika wanawachuoni wanne au wasiokuwa hao wanne, wao wanashikamana hiyo dalili, wana ni jaiz. Lakini wanachoangalia pia ni ile kauli iliyo na nguvu ambayo ina dalili. Kuna watu wa aina hiyo, sawa. Kuna watu wao sema hakuna madhehebu, nitatumia tu aya hadithi ziko, nitakwenda tu. Mwingine kwa mujibu wa aya ulizozisoma na hadithi ulizozisoma, shurutu salati ziko ngapi? Sasa uanze kufikiria uzipange sasa, kwa sababu utaki kufuata kauli ya mtu mwingine yote. Itakuwa hii itakuwa sharti au sio sharti, hii itakuwa wajibu. Umefahamu? Arkanu za swala ni ngapi? Kitu gani ukikiacha takiwa tasida tusahwi? Kwa ukusanye ahadithi akwali na nini mpaka upate na wewe usemelekewa kwa ili uswali swala ya sahihi kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kazi sahali, sawa. Kwa kuna wengine wanasema sisi tuangalie madhhabi, wengine wasema sisi ni madhhabi, maadamu ndio madhehebu yetu na wazee wetu tuko hivi hivi sisi. Dalili yasema madhehebu. Kuna kundi jingine, hizi ni tarafani, ni pande mbili hizi. Sasa kuna wasat, kuna watu wanaona kwamba kufuata madhhabi ni jambo linalofaa, na wakati wowote utakapoona kauli yenye nguvu kwa mujibu wa dalili wataifuata, hata kama iko nje ya madhehebu wao wanayokubali. Hata yale madhehebu waliochagua kama hayasemi hivyo, dalili iko upande mwingine, wao wataifuata. Katika hili kuna kauli ya Imam Ahmad amesema hivi, au katika hili kuna kauli ya Imam Malik, katika madhhabi ya Malik kuna kauli hii kwa mujibu wa dalili hii ndio yenye nguvu, na hilo tutalielezea kwa utaratibu wake. Kwa hiyo kuna kundi halikutaka kufanya utafiti likagandamana na madhhab, na wengine wakasema tutaki madhhab. Lakini kauli ya wasat ni hii ya kuonyesha ya kwamba ile ambayo dalili imekuwa na nguvu katika kutoka kwa hawa na wachuoni wanne au wengineo, basi tushikamana nayo. Falladhi fihi nass au dhahir la yutafatu fihi la madhhab, kwa lile ambalo ndani kuna nass au kuna kauli iliyo dhahir, basi hapa watu hawageuki kufuata madhhab. والذي لا من هذا ولا من هذا وكان لهم فيه كلام ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به. والأئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد
معروف مشهور كلامه mpaka mwisho maneno yake. Na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika majmuu fatawa yake juzuu 26 ukurasa wa 198 anasema swali namba 85 aliulizwa kuhusu masala tamadhhub bi madhhab muayyan akasema tamadhhub bi madhhab muayyan إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضا عما سواه سواء كان الصواب في مذهبي أو مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به. kufuata madhhabu muayyan maalum ikiwa makusudio yake ni kwamba mtu anajilazimisha katika jambo hili na madhehebu fulani akayapuuza yote yasiyokuwa madhehebu yake bila kuangalia sawa iko katika madhehebu yake au katika madhehebu nyingine, yani yeye anachoangalia madhehebu yake, jambo hili halijuzu na wala mimi silisemi, yani silikubali. أما إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط أما يتكبقوا mtu anakusudia kujinasibisha na madhhab muayyan ili apate kunufaika kwa yale yaliyomo ndani yake katika qawaid na dhawabit walakinahu yaruddu dhalika lilkitabi was-sunnah na ikawa anarudisha kwenye kitabu na sunna wa idha tabayyana lahu ar-rujhan fi madhhab akhar dhahaba ilayhi na ikiwa imembainikia yeye kuwa na nguvu katika madhhabu mengine anayafuata fahadha la ba'sa bihi jambo hili halina ubaya. Wal ulama al muhaqqiqun ka Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa ghayrihi hum min hadha an-naw'. Kwa wanachuoni wale muhaqqiqun wenye kuhakiki mambo kwa dalili kama Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah na wengineo wao katika naui hii هم محققون لهم مذهب أسمى هذا النوع هم محققون لهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم لكن هو خالف دليل تكبقوا يبينكيه. إذا kuna kauli ya Sheikh Fuzani na wengineo katika wanachuoni na jambo hili liko wazi. Kitu kingine cha kueleza kudhihiri taassub katika madhahibi hizi karibu zote watu walikaa mbali na muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakashikamana na akwali za watu katika madhahibi wakaanza kuminyana hawa wakaona madhehebu yao ni bora kuliko madhehebu nyingine pakaingia taassub dalili zikatupiliwa mbali au zikapindwa watu wakazipindisha dalili ili zitie nguvu katika madhhabi yao. Hilo jambo lilitokea hasa katika kuruni mutaakhira karne zilizochelewa zilizokuja mwisho. Kwa hiyo miongoni mama akhir tunaweza kusema na mambo ya kimakosa yanayotazamwa kwenye vitabu vya madhehebu mbalimbali kwanza kuna mukhalafatu an-nusus thabita min al-kitabi was-sunnah taassuban lil-madhahib. Hiyo tabia ilikuwa watu kukhalifu nusus zilizokuwa zimethibiti katika kitabu na sunna kwa sababu ya kutaassab na madhhab wa taqdimu ar-ra'yi al-mahdh ahyana na wakati mwingine kutanguliza rai tu juu ya nusus. Lakini katika mambo yaliyopelekea watu kufanya taasub na madhhab wakawa wamegandamana na madhhab hawataki kuyaachia wala hawataki kufuata dalili wakidhani kwamba yale walioshika ni haki kathratul ahadithi adh-dha'ifati wal mawdu'a ni wingi wa hadithi dhaifu na hadithi mawdu'a والاحتجاج بها na kuzitolea hujja hadithi hizo wastinbat al-ahkam minha na kuchukua hukumu katika hadithi hizo. Ikawa watu wamejengea misimamo lakini misimamo ile imejengwa kutokana na hadithi dhaifa au maudhu'a na mifano iko mingi tu tukisoma kwenye vitabu tutakuja kuona kuna baadhi ya masaili yamejengwa juu ya hadithi ambazo ni dhaifa. Usiseme kwamba sasa wanaochuoni wote maelfu ya wanaochuoni wa hadithi wale katika madhhabu hukujua umekuja kujua wewe. Hata Hanafia nao watasema hivyo sisi na ulufu katika imma wa hadithi Malikia nao watasema hivyo tena imamu wetu sisi Imam Malik ndio kamsomesha Imam Shafi'i. Kwa hiyo yeye alikuwa anajua hadithi zaidi na wafuasi wake wakubwa
kina al-Qanabi na wengine katika wanafunzi wake pia walikuwa ni maima katika hadithi, na maana wao walikuwa hawajui, na wao pia watasema hivyo hivyo, hawa watasema hivyo na watasema hivyo. Sasa nani atakuwa atakayemhukumu mwenzake? Na dini mmoja, mfahamu. Kwa hiyo lakini lengo la kusema kwamba miongoni mwa sababu zilizopelekea kutokea taasub ni watu kushikamana na hadithi dhaifa na maudhua, na wakati mwingine hizo hadithi dhaifa na maudhua zilizowekwa ndani ya vitabu, pengine hayo masala yenyewe si madhhabu, ni jitihadati za mutaakhirin. Madhhabu hiyo kinyume chake. Tunaona labda mfano katika hutuba zilizopita tulikuwa tunazungumzia masala ya binaa ala al-qubur. Kwani Imam Shafi'i msimamo wake al-binaa ala al-qubur, msimamo wake ni upi? Haifai kujengewa, yakijengewa yavunjwe. Yule msimamo wake, na ameeleza katika al-umma. Wafuasi wajengea, mashekhi wao watetea. Sasa madhhabi au msimamo ya watu? Si madhhabi, msimamo tu ya watu, mmoja usufi ndio umekuja. Sasa tutofautishe baina madhhabi na usufi. Pengine una tarika yako mwenyewe, alawia, si shadhilia, si qadiria, hiyo tarika yako wataka kuileta katika madhhabi ya Imam Shafi'i. Ishia huko, kuna tarika yako. Haya ni madhhabi ya watu, madhhabi ya ahli sunna wal jamaa. sawa. تقديم أقوال المتأخرين على أقوال الأئمة المتقدمين. shida nyingine ilikuwa ni kuzitanguliza kauli za wanawachuoni waliokuja mwisho juu ya zile aqwali za wanawachuoni waliotangulia. Huu ni mushkila pia. Kaona vitabu vidogo vilivyoandikwa na vikubwa vikubwa na kivya mutaakhirin, watu kuanzia karne ya 8, ya 9, ya 10, ya 11, hao mutaakhirun waliokuja, ikawa kauli zao zitangulizwa kinyume na kauli za wale waliotangulia ambao wengine waliishi na Imam Shafi au wanafunzi wa Imam Shafi mwenyewe rahmatullahi ta'ala alayhi. Hii kani mushkila pia. Kadhalika katika mushkila mwingine ambao unajitokeza ni khuluu kathiri min al-kutub al-madhhabiyya min al-adillati ash-shar'iyya, ni kuepukana vitabu vingi vya kimadhehebu na dalili za kisheria. Maneno yatajwa tu. Kweli kuna baadhi ya wanawachuoni wanaoandika vitabu vyao kwa ajili ya mubtadiin au kwa ajili ya awam. Mtu am yamewekea tu masala kadha, furudhul wudhu'i na wasunanuhu, mathalan sunanul wudhu', sawa. Kadhalika ameandika pale nawaqidhul wudhu'i, kataja tu masala yale, mtu akisoma tu ajue. Lakini sasa ikiwa ndio utaratibu huu, kitabu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, mtu akila anavyosoma mpaka amemaliza vitabu 10 haja kutana dalili ndani yake. Na yeye ni talibul ilm. Talibul ilm atakiwa alelewe katika misingi ya adilla, kwa masala haya dalili yake ni hii, masala haya dalili yake ni hii, masala haya dalili yake ni hii, dalili hii ni sahihi, hadithi hii ni sahihi mathalan, au hadithi hii si sahihi, sahihi ni ile. Hiyo ndio njia sawa sawa, na hapo ndio utakuwa unalea vizuri. Kadhalika masala mingine ambayo imepelekea tutataja kwa haraka, mingine shuyuu at-taqlid al-a'ma, ni kuenea kufuata kwa upofu. Watu wafuata tu, hawana bahthi wala hawana taftish katika masala. Na mwanafunzi mustafid atakiwa tayari aingie katika masala ya kufanya bahthi katika mambo. Wewe ukishasoma misingi ya fiqh na fiqh yenyewe, ukasoma hadithi na misingi yake, ukasoma ulumu mbalimbali za kukusaidia za lugha, za kukusaidia wewe, watakiwa usome misingi ya kufanya utafiti na bahthi. Masala yoyote inayokujia, masala haya vipi, kusanya masala haya na akwali za wanawachuoni, rejea vitabu vya wanawachuoni katika masala hayo. Mfano katika madhhabi ya Shafi'ia, vitabu ambavyo ni mu'tamad katika madhhab, kusanya aqwali, je ni kauli ya imamu au si kauli yake. Hivyo katika madhhab ya Hanafia, Malikia na mengineyo, lete kauli, angalia umetoa dalili katika masala haya, wamekhtalifiana wapi na kwa nini wamekhtalifiana. Sababu kujua madhhabu vizuri sana, kujua pia sababu ya khilafu. Na khilafu haziko aina moja, kuna khilafu nazil na khilafu al-ali. Khilafu nazil ni ile ambayo iko ndani ya madhhabu. Ndani ya madhhabu moja wanaochuoni wamekhtalifiana. Kwa nini wamekhtalifiana?
ukitoka nje ya madhehebu labda katika kauli hiyo wanawachuoni wamekhtalifiana. Kwa nini wamekhtalifiana? Kwa dalili hii, hawa walielewa hivi na hawa wakaelewa hivi, au hawa walishikana na hadithi hii ambayo ni sahihi na hawa pia walishikana na hadithi hii ambayo hii ni sahihi, lakini hii ni nasikh na hii ni mansukh, au hawa wameshikana na hadithi dhaifu na hawa wameshikana na hadithi sahihi. Sasa utachukua ipi? Utabaki sasa kwani yeye hakujua kama hii ni dhaifu? Hakujua. Utakusema nini? Hayo utakusemeje sasa baada ya hapo? Kwa hiyo taklidul a'ma ndio inawapelekea watu katika jambo hili. Sasa watu wakaingia kwenye mizozo na hasa baina madhhabi ya Shafi'ia na Hanafia. Mahanafi na Mashafi'i wamezozana kwa muda mrefu sana, hasa katika usuli mutaakhira. Hawa wakimsifia imamu wao na wakimsifia imamu wao, hawa wakisifia madhehebu yao na wakisifia madhehebu yao, na wakakhalifiana katika masuala mengi. Hatusemi kwa taasub, katika masaili mengi waliokhilifiana madhhabi ya Hanafia imezidi nguvu na Shafi'ia, kwa sababu wao wana msingi wa takdimu rai. Madhhabi mengi katika rai zaidi kuliko katika misingi ya hadithi, lakini si yote. Lakini pamoja na hivyo watu wote wanazingatia kwamba ni katika ahlus sunna. Sasa ukisoma kwenye hiki kitabu ambacho tutakisoma kuanzia leo baada ya asr, tukimaliza Safina hii muqaddimah al-Hadramiyya, ukisoma mule ndani al-Imam al-Allama huwa Abdullah ibn Abdurrahman ibn Fadl al-Hadrami, huyo amefariki mwaka 918. Katika kitabu chake hiki alipokuwa akizungumzia masuala ya fadhila za swala ya jamaa, akasema wal jamaa'atu lirijali fil masajidi afdalu illa idha kanat al jama'atu fil bayti akthara wama kathrat jama'atuhu afdalu illa idha kana imamuha hanafiyya au fasiqan au mubtadi'a. Maneno yake yasema jamaa kwa wanaume kuswaliwa msikitini ni bora zaidi, isipokuwa kama ikiwa jamaa nyumbani ina watu wengi. Hili swala kwa jamaa nyumbani na watu wengi pia Imam Shafi amelipinga ile kwenye al-Umm, lakini ametaja kama ndio madhehebu. Hii ni rai yake tu, kwamba sasa kwa nini mswali nyumbani? Kwamba nyumbani kuna watu wengi, labda nyumbani kuna watu 200, msikitini kuna watu 20. Kwa nini wasiende msikitini? Bado jamaa ya msikitini itabaki kuwa ni bora hata kama jamaa nyumbani ina watu wengi. Lakini pia akasema ile ambayo imekithiri jamaa yake ndio bora zaidi, isipokuwa kama imamu wake akiwa ni Mhanafi. Kama msikiti huo imamu wake ni Mhanafi, afadhali ukaswali nyumbani, kule itakuwa bora zaidi kuliko kwenda msikitini. Dini iko wapi sasa? Kuna dini tena? Hii ni tahassub ya kimadhhabi. Iko katika al-muqaddima, tunaona katika babu bayani fadhili salati jamaa. Kadhalika katika Kanzur Ghadhibin ya Jalaluddin al-Mahalli, alifariki mwaka 864, alipokuwa akielezea sababu za sijatu shukri, kwamba wewe ungetaka kusujudu kwa ajili ya kumshukuru Mola wako, akasema katika moja ya sababu za kushukuru ni ru'yatul mubtala, ni kumuona mtu aliyeondwa, aliyepewa mtihani, aliyejaribiwa, kazamini, kama yule mwenye uwete, maradhi yani yaliyomweka chini kwa muda mrefu kitandani. Ukimuona yule utakiwa umshukuru, au asi, au kumuona asi usijidi sijatu shukri. Akasema wa minhu al-kafir, na miongoni mwa hao vile vile katika sababu za kusujudi sijatu shukri ni mtu kumuona kafir. Wa shafi'i yara hanafiyan yashrabu nabidha, na mshafi pale atakapomuona Hanafi anakunywa nabidh, sujudi sijatu shukri. Kwa hiyo hizi ni lugha zimekuja kwa tahassub, bali al-Imam as-Sawi katika hashia yake na al-Jalalain yeye amekwenda mbali zaidi, akaleta tahassub ya hali ya juu lakini ndani ya madhehebu nne. Katika tafsiri ya kauli yake Allah aliposema wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha, mpaka mwisho wake al-Kahf aya 23 na 24, akasema inna man kharaja 'anil madhahib al-arba'a fa huwa dhalun mudhill, yoyote atakayetoka nje ya madhehebu nne huyo ni mpotevu. Dhalun ni mpotevu, mudhillu mwenye kupoteza.
maadamu umetoka nje ya madhehebu nne wewe ni mpotevu. Walau wafaqa as-sahaba, hata kama ameafikiana sahaba, labda kuna kauli ibn Abbas isema hivi, pia wewe ni mpotevu. Wal hadith sahiha, hata kama akiafikiana hadithi sahihi, iko hadithi sahihi sema hivi, wewe ukaacha madhehebu kwa hadithi, wewe ni dhalim mudhil. Wal aya, na hata akiafikiana aya, وربما أداه ذلك إلى الكفر. سما وين اللي كان بيقول من الكفير يا سا، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الله المستعان. sasa tutafanyaje? Makadirio yetu hayakwenda sahihi kwa sababu muda umesogea, kusijamaliza na kitabu hatujakianza. Kuna istilahati za Shafi'i inshallah tuje kuzitazama ni darasa nyingine, lakini popote tutakapokuwa sasa hivi tabii tuanze kidogo kusoma matn Safinat an-Najah inshallah. Yani baada ya maelezo haya tutakuja tena kipengele kingine istilahati Shafi'iyya, tutataja kidogo alafu tutaendelea na matn Safinat an-Najah katika darasa litakayofuata. Sasa hivi tutaianza kidogo. Barakallahu fikum.